Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii listi kuitaja, ambao kwamba mmoja katika tutakayomzungumzia leo ni aljari dhil qurba, jirani wa karibu yako, alafu waljari aljunub. Aljari aljunub, jirani wa mbali. Usije ukafikiri kwamba aljunub ni mtu mwenye janaba, pamoja na kwamba katika lugha ya Kiarabu inao maana hiyo. Hata ukisoma katika vitabu vya fiqhi utaona kuna mlango mzima katika babu tahara, kuna ma yahrumu ala aljunubi walhaidhi wanufasai, mambo ambayo ni haramu kuyafanya kwa mtu mwenye janaba. Aljunub, mwenye janaba. Sasa huku ukienda ukitafsiri aljari aljunub, jirani mwenye janaba, utawapatia watu mitihani. Na hapa ndio yatuonesha kwamba mtu atakiwa aingie, abobee katika lugha ya Kiarabu, kwa sababu lugha ya Kiarabu neno moja waweza kulikuta lina maana zaidi ya 10. Likija maana hii hapa ni tofauti, likija katika sentensi hii la maanisha vingine, likija hapa la maanisha maana nyingine. Kwa hiyo usichukue neno moja la Kiarabu kila mahali wewe watakulitafsiri ni hivyo hivyo, utapotea ndugu yangu. Tumeona wengi katika watu ambao kwamba hawakubobea, ni wachanga katika ilmu, wameanza kutafsiri Qur'ani kimakosa. Mmoja ni huyu ambaye kwamba asema aljari aljunub ni kumfanyia jirani, ni kumfanyia wema jirani mwenye janaba, yaka tafsiri aljunub hapa amekusudia ni mwenye janaba, pamoja na kwamba junub maana inao maana ya mtu kwa mwenye janaba. Na junub katika lugha ya Kiarabu ni sifatun yastawi fiha almudhakkaru walmuannathu walmufradu waljam'u. Junub ni sifa ambayo kwamba aweza kusifiwa mwanamke, unasema imra'atun junub wa rajulun junub. Waweza kusema hadha junub na ukasema haulai junub, anta junub wa antum junub. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa in kuntum junuban, wa in kuntum junuban fatahharu, mutakapokuwa na janaba basi jitwahirisheni. Sasa junub hutumika kwa maana ya janaba, lakini huangaliwa siyaqul kalami na muktadha alhali. Ile siyaqul kalam, ile ibara imekuja katika hali gani? Wewe usichukue kila mahali junub ni mwenye janaba. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa kusema aljari aljunub, jirani yako wa mbali ambaye ni mgeni, si familia yako. Mwenyezi Mungu kabla yake asema nini? Aljari dhil qurba, jirani yako ambaye kwamba ni familia yako, alafu akataja aljari aljunub ambaye kwamba yuko mbali, si familia yako. Ndio ukaona katika lugha ya Kiarabu mtu akiwa si familia yako aitwa ajnabi. Ajnabi ni neno limetokana hii aljunub ama aljanaba. Maana junub ama janaba ni kitu kwa albu'd, ni kuwa mbali, kuwa kando na kitu fulani. Sasa ukaona ile janaba imeitwa janaba kwa sababu iko mbali na tahara, kwa sababu mwenye janaba hafai kukaa mbali na kuswali, hafai kuswali, hafai kuna ibadati ambazo kwamba amekatazwa kuzifanya akae nazo mbali. Hii lugha katika ukisoma katika vitabu utakuja kuona masala kama haya. Sasa watu wakosea katika kutafsiri, akaja akasema aljunub, aljari aljunub, jirani mwenye janaba. Kama yule mwingine katika Qur'ani asema kullu man alaiha fan, kila mtu ana fani yake. Tafsiri umeitoa wapi? Mwanachuoni gani atafsiri ametafsiri kullu man alaiha fan, kila mtu ana fani yake? Umeipata tafsiri gani? Hakuna katika mwanachuoni wa tafsiri alotafsiri tafsiri hii. Mwingine tulimsikia atafsiri Qur'ani katika mausimul hajj, wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Akasema kwa anayetaka. Hizi ni tafsiri ambazo kwamba hazina misingi katika dini ya Kiislamu, na ni tafsiri ambazo kwamba hakuna hata mwanachuoni mmoja alosema kwamba liman ittaqa, kwa anayetaka. Utatafsiri vipi tafsiri kama hizi? Kwa hiyo ni uzuri mtu akitaka kutafsiri kitu arudi kwa ulama utafsir, arudi kwa ulama wa lugha, aende akaangalie wamezungumzia jambo kama hili kwa namna gani.